Asanteni sana, langu jina ni mjukuu wa bunduki mtetezi kijana Uhuru Kenyatta. Mimi nashindwa mtu akisema kwamba tukiondoa Ruto sijui nani atachukua. My friend, tuko na option mbili. Tukiondoa Ruto tunaweka mheshimiwa gavana wa Tanzania anatembea. Na the first time Muluya anakuwa president. Hii mambo ya maandamano na kufukuza watu kwa vio wachaneni. Mimi sasa inahusunika sana. Mtu kama Salasia alikuwa kwa kamati ya bunge, ati anaondolewa na watu wa ODM kwa sababu tamaa. Mtu kama mbunge ambaye hakuna mbunge ambaye tunaweza linganisha hapa Kenya, Mheshimiwa Ndini Nyoro, ati anaondolewa kwa kamati ya bajeti kwa sababu tamaa ya watu wa ODM. Ndugu zangu, nataka kusema hivi. Handshake 2017 tuling'oa Ruto kwa serikali akaenda. Tukang'oa kina Kimani Chungu wakatembea. Wakaja wakatengeneza serikali. Hiyo serikali wametengeneza tukanyemelea. Tena tunaanza kufukuza marafiki zangu. Mimi nauliza Wajaluo wale wa bunge. Hizo vyao mkipea kwenye bunge, mtapata kura ya Muluya. The way wanazungumuza. Tuache kukuwa na tamaa. 2017 tukanyang'anya Wetangula minority leader kwenye Senate kwa sababu tamaa ya tumbo ya ODM. Saa hii kuna baadhi ya mabunge tumeng'oa kwa Kenya Kwanza na kuazimio kwa sababu tamaa ya ODM. Nasema hivi, kwa sababu ODM huwa wanabishana na uongozi. Sasa wako kwa Ruto, serikali inaenda pande nyingine, wamebishana jinsi wamebishana naye. Kama wangekuwa na Uhuru 2017 Raila angekuwa president. Na kwa sababu wamezoea kubeba machafu, dhambi ya serikali. Hiyo ndio nature ya ODM. ODM ni nature yao ni kubeba dhambi ya serikali. Saa hii wameanza kubeba dhambi. Jamii ya Western wanazungumza mbaya juu ya ODM. Wakisii wamesonga. Wakisii wanauliza swali rahisi. Tulifanya maandamano nyinyi kama Wajaluo. Raila alipokuwa kwa serikali wametupea nini? Hakuna Mukisi amepea minister. Then una expect Mukisi kupigia kura 2027. Nimekuuliza. Kwa minister ni Mukisi gani ambaye amepewa minister wa ODM? Tulipea ministry 5. Iko wapi? Ndugu zangu, nataka kusema hivi. Siasa ya ODM kwa wachache raundi inaenda kubaki katika kwenye kaunti moja tu, ni Homa Bay ndio wanapenda ODM. Hiyo ndio inaenda kubaki na ODM. Wao wanapiga suit. Mahali imefika lazima tutafute uongozi. Sio mambo ya kutafuta vyeo. Kile kitu ambacho tuharibia na jamii zingine ni mambo ya tamaa ya viongozi wetu kama jamii. Wakiingia coalition ya wengine, wanang'oa wengine, wanaweka tumbo zao. Ukienda maeneo ya bunge zao, hakuna hata barabara inajengwa. Wanapiga lami kwa tumbo zao. Hiyo ndio kitu wanafanya. Salasia mtoto juzi, hakuna mwaka 2 tangu chaguliwe kama mbunge. Ukikompea na Junet Mohamed kama usiku na mchana. Salasia ukikompea na Peter Pondo Kaluma ni kama usiku na mchana. Salasia ukikompea na John Mbadi kama usiku na mchana. Mtu amekuwa mbunge miaka 15. Huyu amekuwa mbunge miaka 2. Ni nini anafanya? Pesa ile ile ya CDF ndio John Mbadi alikuwa nayo. Pesa ile ile ya CDF ndio Junet ako nayo. Unajiulizwa pesa wanapeleka wapi kama wanawetenga tumbo zao? Ndugu zangu, kuna kasumba moja ambayo inawekwa kwa akili yetu. Ati Mkikuyu ni mbaya. Hakuna gentleman hii Kenya kama Kikuyu. Hakuna. Hii ni kasumba ya watu wa ODM na ni wachache, si wote, wachache. Wakikosa mwelekeo wanaruhusia Kikuyu jembe. Kikuyu ni wa kabila. Kikuyu ni mbaya. Ubaya Mkikuyu iko wapi? Wakati kiongozi wenu anakula ni Mkikuyu, nyinyi mnaambia hapa Kikuyu ni mbaya. Lazima tujiunge na tujioji kama wananchi. Hii siasa ambayo tunapiganishwa sisi kama Jaluo na Wakikuyu. Wakikuyu ni wabaya. Usiku wanaweka makende zao kwa hoteli na Wakikuyu. Wewe mchana anakuambia Kikuyu ni mbaya. Bwana, tu change, tu focus na maisha yetu kama jamii ya Jaluo. Kwa nini wazungumuzi jambo la samaki ambayo factory iko hapa Thika? Ilitolewa ikajengwa wapi? Swali rahisi, ndio ilitolewa. Imejengwa kwenye kaunti gani? Ndio ilitolewa Thika, imejengwa kwa kaunti gani? Nimeuliza swali rahisi tu.
ilitolewa ndiyo, ikajengwa kwa kaunti gani? Luo Nyanza. Bangi ni mbaya sometimes na bangi pia ni mzuri. Bangi inaweza kufanya ukose kuoga, bangi inaweza fanya kuwe mchafu zaidi. Na bangi pia inaweza fanya akili ifanyi kabisa. Na bangi pia inaweza kufanya ufanye kazi kwa bidii sana. So nataka kusema hivi, jambo la kutupiganisha na Wakikuyu ni jambo ya wachache kwa ODM. Si ODM wote, ni wachache. Sasa hivi wana discuss, mtu fulani ameoa Mkikuyu, mtu fulani ameoa Kikuyu. Na anasahau kwa godfather wao Kikuyu ameoleka. Kwa nini yeye azungumuzi? We must to change. We as young men from Luo Nyanza. Hii siasa petty politics ambao wanapiga lami kwa tumbo zao. Tutoke. Kikuyu hataki Mjaluo. Kikuyu ni mbaya. Simfunga ni Ramogi, mwende fungue yenu. Kama siri ya Kikuyu hiyo Ramogi. Simfunge. Si hamtaki Mkikuyu. Fungeni Ramogi FM, fungeni Ramogi TV. Muende tafute yenu. Wacha kubeba watu mama bwana. Mkikuyu ni mbaya. Mkikuyu amekusaidia, amekuwekea hadi TV kwa sababu hauna uwezo. Amekuletea radio, hauna uwezo. Bado unapinga Mkikuyu. Gari ya kwenda nini? Amekuletea gari ya kwenda Western, bado hauna uwezo. Nyinyi hamuna zenu. Amekuletea Equity Bank hadi kwenu kunyumbani. Bado uoni. Kikuyu ni mbaya. Kama ni mbaya, wacha kufanya naye biashara, fanya biashara peke yako. Si ni mbaya? Kwa nini adui yako unafanya naye biashara? Kwa nini adui yako unafanya naye biashara? Hizi ni petty politics ya waizi, wanyang'anyi, wauaji na watu wa maandamano ya Luo Nyanza. Wakishaingia serikali wanasahau. We must to change, to focus na maisha yetu. Waluo sasa kama kuna watu wamejanjaruka saa hii, Mjaluo anaenda kubaki mataa peke yake. Mukisia amesema Matiang'i hayuko na Mjaluo. Muluya ameenda hataki mambo ya Mjaluo. So Ng'oa reli kaunti ngapi? 4. Fanya maandamano. To change bro. Hii mambo ya poti peli za sijui nani aniroga sisi. Tuache upusi. Saa hii hata ukienda Luo Nyanza tuko na kila kitu. Lakini saa hii lami inawekwa kwa tumbo ya watu. Sitima inavurutwa kwa tumbo ya watu. Hiyo ndio kitu saa hii sitima inavurutwa kwa tumbo ya wanaume kweli kweli. Finance, budget inasoma kwa tumbo ya wanaume. Then unakuja hapa unapigiwa petty politics. Ati jiunga na SHA. SHA yeye akigonjeka anaenda India. Sawa. Wewe unaambia support serikali na yeye anaona wewe unakonda kwa sababu anakunyonya damu yako. Wewe pia unasema Ruto ni mzuri. Ruto simchuki kwa sababu ni Mkalenjin. Nachukia kwa sababu matendo yake. Aliyezungumuza hatendi. Ruto alikuwa amesema kwa alituahidi sisi wakazi wa chini. Sasa Ruto anafanya interest ya Raila Odinga. Hiyo ndio anafanya na mabunge ya ODM. Amesahau ya kwamba wale wapiga kura ambao wanapiga Wajaluo hawataka kujua. Wana serve interest ya wabunge wa Jaluo na wapiga kura wa Jaluo. Wapiga kura ni tofauti na wabunge. Then wewe mpiga kura mtoka Luoland unaambia Mkikuyu ni mbaya. Ati Mkikuyu anataka kupendua serikali ya Ruto. Inakuhusu wewe na nini? Wewe inakuhusu na nini? Ruto akipendolewa unakuhusu na nini? Wewe inakuhusu na nini? Hii petty politics ya jamii lazima tuache. Na malizia nikisema hivi. Nataka niambia jamii ya Western Region. Munaona vile tumeng'oa rail miaka 25. Tumeibiwa tu. Sisi tunaibiwa tu. Sisi hatujui kuiba. Tunaibiwa tu. Unaibiwa tu. Msiwahi kukubali sensi na mambo ya kuibiwa. Mujipange na Wakikuyu, mujipange na Wakisii, mujipange na Wapwani, mujipange na Wakamba, mujipange na Waturukana, mujipange na Wamasai, muingie kwa serikali mwaka 2027. Hii mambo ya utapeli mnangojwa. Mtu anapenda anishe kusinda serikali. Then unaambiwa tumeibiwa. Ameibiwa wapi? Kama anaingia serikali sasa pia aibi. My friend, Muluya sikiza anatembea yale ambayo anasungumuza. Muluya sikiza Caleb Amisi yale ambayo anasungumuza. Na ya mwisho kwa sababu kuna kijana ambaye ni mtetezi. Muluya sikiza former senator wa Kakamega Cleophas Malala. Malala alisema juzi ya kwamba Waluo anatumika hizo vio ambao Wetangula anaringa nayo na Mudavadi. Very soon inaenda kungolewa inapewa Mjaluo. Hiyo ndio nia yenye wako hapo. Wanyang'anyi Wetangula spika. Wanyang'anyi Mudavadi cheo. Kisha wepe watu wa maandamano. Then kasieni kupiga kura. My friend, naambia Muluya fuata anatembea. Muluya fuata sikiza aliyekuwa senator wenu kijana barubaru Cleophas Malala. La sivyo
Hii maandamano bado tunashirikiana na nyinyi, na maskini bado itawapata tu. Angalia Mumias. My friend, we must to change. Wakati katiba na siasa inabadilika, tubadilike. Mkikuyu ni mungwana, Muluya jiunga na Kikuyu, Mukisi pata uongozi. Kama unataka maandamano ngoja. 2027 unasikia wao tumenyang'anywa, watanyang'anywa na Ruto 2027. Asanteni sana.